Na hali gani mtazamaji wa Rusholi TV, karibu katika siku nyingine tena hii leo, ikiwa ni Jumanne Aprili 21, 2026. Ni kuarike katika wasaa wa kuyaangazia yale ambayo yameandikwa kwenye magazeti na wahariri katika siku hii ya leo. Kama ilivyo ada, utakuwa nami Justin Kosan, ndiye nitakaye kupitisha katika vichwa anuai vilivyoandikwa na wahariri katika kurasa za mbele, pasi na kusahau kurasa za nyuma ambazo ni maalum kwa habari ya michezo na burudani. Tukianzia na kurasa za mbele, na kamata gazeti Mwananchi Tanzania, ukurasa wake wa mbele umeandika vigogo kiini cha tatizo Kariakoo, watajwa kumiliki majengo, rushwa yahusishwa ukiukwaji wa sheria. Hapa kuna kauli ya msimamizi wa jengo la Kariakoo, anasema sheria zipo na zinapangwa kufuatwa, lakini majengo mengi ya maeneo haya yanamilikiwa na vigogo, hivyo inakuwa vigumu kwa mamlaka husika kuchukua hatua za kisheria kwa sababu wanagusa maslahi ya watu wenye nguvu. Habari ipo kurasa wa pili na wa tatu. Tukiachana habari hiyo, kuna habari nyingine inasema bosi ATCL afunguka kusitishwa ndege ya mizigo. Habari ipo kurasa wa tano. Lakini Dr. Mumbuli na rekodi Tanzania, teknolojia mpya ya kudhibiti mbu kuanza kutumika. Habari ipo kurasa wa tatu. Tukiachana habari hiyo, kuna habari nyingine hapa inasema utitiri masharti ya mikopo kwa vijana watikisa bunge. Kiasi cha shilingi 35.9 bilioni ni kiasi cha fedha kilichoombwa na Wizara ya Maendeleo ya Vijana kwa ajili ya utekelezaji wa majukumu kwa mwaka wa fedha 2026-2027. Haki zilizokiukwa zaidi mwaka 2025. Hii ni habari nyingine ambayo ipo kurasa wa 4. Imeandika wakati mijadala ya kijamii na sera nyingi vikiendelea kulenga kuwalinda wanawake dhidi ya ukatili wa kijinsia na ubaguzi, ripoti mpya ya Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu, mwendelezo wake utakwenda kusoma ukurasa wa 4 kama nilivyosema. Gazeti Mwananchi Tanzania limeandika hivyo katika siku hii ya leo. Nikiachana gazeti Mwananchi Tanzania, sasa nakamata gazeti Taifa Tanzania, uzalendo kwanza. Habari kubwa ni Tanzania yaijibu Kenya kuhusu barabara. Ulega ataka wa Tanzania watembee kifua mbele, asema Tanzania ina kilomita 16,000 barabara za lami. Lakini Dr. Mwigulu atimiza ahadi ya kitimwendo wa Helena. Ni habari nyingine hii ambayo utakwenda kuisoma zaidi katika ukurasa wa pili, ambapo kwa ufupi imeandika Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amemkabidhi kitimwendo Helena Joseph Mwamdu mwenye mahitaji maalum ofisini kwa Waziri Mkuu Mlimwa. Habari ipo kurasa wa pili kama nilivyosema. Lakini miaka miwili ya DP World, wawekezaji dola milioni 125, makubaliano ni kuwekeza dola milioni 250 ndani ya miaka mitano. Tukiachana habari hiyo, kuna habari nyingine inasema Waziri Sangu asema taasisi za dini ni nguzo muhimu ya maendeleo nchini. Habari ipo kurasa wa 5. Hivi ndivyo gazeti Taifa Tanzania, uzalendo kwanza, limeandika hivyo katika siku hii ya leo. Lakini gazeti Mwanahabari limeandika Ulega awajibu majirani, asema Tanzania ina mtandao mkubwa zaidi wa barabara kulinganisha na nchi yoyote jirani, asifu jitihada za Tanzania kwenye kujenga taifa lao, abainisha kuwa zaidi ya hizo ambazo tayari zimejengwa kuna mtandao wa kilomita 5,100 ambazo zinajengwa nchi nzima. Habari ipo kurasa wa 3. Lakini waziri mkuu atimiza ahadi ya kumpatia kitimwendo Helena Joseph. Na kuna habari nyingine hapa inasema kumekucha ujenzi daraja la Jangwani, serikali ya saini mkataba wa bilioni 195.66 uendelezaji wa bonde la mto Msimbazi na kujenga daraja jipya la Jangwani lenye urefu wa mita 390. Waziri TAMISEMI asema mradi huo utatengeneza fursa mpya kwa upatikanaji wa hekta 57,000 za ardhi salama kwa ajili ya makazi na biashara. Lakini Ndejembi ahamasisha wabunge kutembelea maonesho ya wiki ya nishati 2026. Waziri Sangu asema taasisi za dini ni nguzo muhimu ya maendeleo nchini. Gazeti Mwanahabari, gazeti bora, limeandika hivyo. Na sasa tuangazie gazeti jingine, na likamata gazeti wa Machinga lenye limeandika vipaumbele 4 kubeba bajeti ya vijana 2026-2027. Waziri Nanauka avitaja kuwa ni kuimarisha ustawi, ajira na ushindi wa vijana katika maendeleo ya taifa. Aliomba bunge kuidhinisha bilioni 35.9. Kati ya fedha hizo bilioni 30.1 ni kwa matumizi ya kawaida na bilioni 5.85 ni kwa ajili ya miradi ya maendeleo. Habari ipo kurasa wa 3. Lakini Ulega ataka Watanzania watembee kifua mbele kuhusu barabara, amjibu Ruto, asema kwa ujumla Tanzania ina mtandao wa barabara wenye urefu wa takriban kilomita 182,000. Habari ipo kurasa wa 3.
Waziri Sangu asema taasisi za dini ni nguzo muhimu wa maendeleo nchini. Ndejembi ahamasisha wabunge kutembelea maonyesho ya wiki ya nishati 2026. Gazeti wa Machinga Sauti ya Mnyonge imeandika hivyo. Na sasa tuangazie gazeti Mtanzania Leo ambapo lenye limeandika DC mstaafu ambulia kura 5 ubunge Isimani ni Tobias Mwirapwa. Madc wengine nao waangukia pua. Vunja Bei awatimulia vumbi kwa kupata kura 2703. Rais Samia aagiza fedha za muungano zikarabati barabara, lakini waziri Ndejembi aipongeza REA. Awataka wabunge watembelee banda la maonyesho. Mkurugenzi mkuu REA ahidi kutekeleza miradi kwa wakati. Ulega asema Ruto hajasema ukweli, lakini wadhibiti ubora watakiwa kusimamia vyema chakula shuleni. Ndivyo ambavyo gazeti Mtanzania Leo limeandika hivyo katika ukurasa wake wa mbele, lakini gazeti Nipashe ukurasa wa mbele limeandika wakazi walia fidia kiduchu. Baadhi ya waliopisha miradi ya serikali wagomea fidia milioni 5 kwa hekali, lakini wadai ardhi yao ilipimwa kwa nguvu na askari wenye silaha. Waziri mkuu akili tatizo. Wapinga kuhamishwa Sinza kupisha nyumba za gorofa. Mpango wa miaka 20 wazua mvutano mkutanoni. Wananchi wakataa kutia sign orodha ya mahudhurio. Sawa. Lakini ripoti ya LHRC yasema haki 5 kuu ziliumizwa 2025 imo ya kuabudu. Nyuma ya pazia kisu kinavyotawala uzazi wa dini ni habari ambayo ipo kurasa wa 5. Lakini serikali yaja na benki maalum kwa ajili ya vijana kurahisisha mikopo. China yaingilia vita Marekani yakamata meli zinazotoka Iran. Gazeti Nipashe limeandika hivyo katika siku hii ya leo. Tuangazie gazeti Majira ambapo limeandika Ulega ajibu mapigo kiaina kuhusu madai ya majirani, asisitiza Tanzania ina mtandao mkubwa zaidi wa barabara kulinganisha na nchi jirani, ataka wa Tanzania kutembea kifua mbele. Lakini fedha za sherehe za muungano kukarabati barabara ni habari nyingine hii. Waziri Ndejembi aipongeza REA yenyewe ya ahidi makubwa, lakini tahadhari ya magonjwa ya kuharisha kipindi cha masika visiwani. Balozi Omar ataka Afrika kuwa na mipango ya upatikanaji wa maji salama, lakini TRC yakana picha mjongeo inayopotosha mitandaoni. Iran yakataa kuhudhuria duru mpya ya mazungumzo na Marekani. Hii ni habari nyingine ambayo imeandikwa ndani ya gazeti hili la Majira, na sasa inanipa wasa kuangazia yale ambayo yameandikwa kwenye magazeti ya siku hii ya leo. Moja kwa moja tukianza na gazeti la Mwanaspoti katika michezo na burudani, ambapo habari kubwa hii leo imeandika Pedro ajilipua zigo la Mudathir akikosa dabi ya Kariakoo, lakini kilichoiua Simba SC. Habari ipo kurasa wa pili, na kuna habari nyingine hapa inasema Latricia Ian alivyoibuka Miss World Tanzania, Haaland hata isahau Arsenal. Na kuna habari nyingine inasema nawakumbusha ligi yetu haina hat-trick. Hii ni hisia za Kumwembe kusoma katika ukurasa ule wa 15. Gazeti Mwanaspoti limeandika hivyo katika ukurasa wa mbele ambao ni mahususi kwa habari za michezo na burudani. Lakini gazeti Nipashe ukurasa wa nyuma limeandika Yanga yaitaka Simba katika fainali ya kombe la muungano. Mudathir afungiwa faini bara za tawala. Mpanzu afunga bao la dhahabu. Hiyo ni kauli ya Baka. Gazeti Nipashe limeandika hivyo katika ukurasa wa nyuma. Na sasa tuangazie katika gazeti la Mwanahabari. Ukurasa wa nyuma limeandika Manula asema lengo ni kuisaidia Azam. Yanga uwanjani leo Muungano Cup, lakini Beka asema Chama ana umuhimu. Timu za jifua kujiandaa na Kilamsa Cup. Katwila ana hasira kurudi ligi kuu. Ndivyo ambavyo gazeti Mwanahabari ukurasa wa nyuma limeandika hivyo. Gazeti wa Machinga ukurasa wa nyuma limeandika Joshua Mutale ang'aa Saudi Arabia. Waziri Makonda asema miundombinu AFCON kukamilika mapema. Serengeti Girls yaifunga Botswana 3-0. Aucho asema viungo Yanga wako vizuri. Gazeti wa Machinga limeandika hivyo katika ukurasa wake wa nyuma. Tuhitimishe na gazeti Habari Leo ukurasa wa nyuma ambapo limeandika Tanzania mwenyeji Miss World 2027, vita kali ubingwa kubaki ligi kuu, lakini Mudathir kuikosa Simba. Kuna habari nyingine hapa inasema Ateta hajakata tamaa ubingwa England. Ni habari ambayo ipo kurasa wa 22. Shauri akwama kwenda marathon Boston. Hii ni habari ambayo ipo kurasa wa 23. Na hivi ndivyo ninavyohitimisha katika yale ambayo yameandikwa kwenye magazeti ya siku hii ya leo. Nimekupitisha kile kilichoandikwa kurasa wa mbele, lakini pia kurasa za nyuma ambazo ni mahususi kwa habari za michezo na burudani. Toka mwanzo mpaka mwisho ulikuwa nami Justin Nicholson. Nikukumbushe kama ndo kwanza unaungana nasi, usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili kuwa kwanza kabisa kupata taarifa zetu ambazo tunakuwekea hapa Lushoto TV. Ni kuage tu, asante na kwaheri.